shida nyingi na tabu nyingi amekoma. Matatizo mengi na shida nyingi amekoma. Tatizo mahaba, tatizo mahaba, tatizo mahaba, tatizo mahaba. Mola mhurumie mahaba, Mola msaidie, muepushe na adhabu, muepushe na adhabu. Mambo mengi yashatokea, changamoto nyingi kashapitia. Kweli nimevutiwa sana na wewe, napenda sana, na kimuonekano wala hatupo sawa, lakini kiumri ninavyokuona ushafikia kuwa na mwanaume. Tafadhali nakuomba nikubali ninachokitaka. Yani kaka, umekutana na mtu hamjuani, haumjui, hakujui, barabarani tu, alafu naomba tumempenda. Alafu sikia nikwambie, sio kila mwanamke anayetembea barabarani ukadhani ni malaya. Kama unataka kampani yako hiyo, nenda kwenye madangulo ukatafute kampani, sio ukasimamisha watu barabarani usiwajua. Tafadhali mbona unanielewa basi kwanza? Wewe kaka wewe, niache, sitaki. Subiri basi kwanza. Sitaki, niache. Sitaki. Niache, sitaki. Ngoja. Kwa usalama wako nataka vitu vyangu. Samani ndugu yangu, tumegongana tu kwa bahati mbaya na wala sijafanya makusudi. Makusudi? Unatembeaje? Uoni? Huna macho? Kabla hajakasirika nilipe vitu vyangu vyote. Usinitishe. Hii njia hii sio ya kwako peke yako. Wewe mwenyewe tu ndo haujui kutembea. Umenivamia. Wewe bwege nini wewe? Kijana, ujasiri huu wa kunijibu mimi vibaya unaotolea wapi? Na kujibu kwa sababu kwenye hili tukio lilotokea hakuna mwenye makosa. Kama kima kama nyani. Afrika ni ya kwetu sote. Samani dadeka, hapa sijaelewa. Hizi hapa ni takwimu za ushauri na saa kwa vijana rika, na hii ni takwimu za upimaji wa virusi vya ukimwi kwa vijana rika. Na nikitaka kuandika ripoti za mwezi nafanyaje? Kuandika ripoti za mwezi sio kazi ngumu. Kwenye hivi vitabu vya ripoti kuna sehemu imejionyesha idadi ya K na M. Kwenye hizi sehemu kuna sehemu ya ushauri na saa kwa vijana rika na upimaji wa virusi vya ukimwi. Asante sana dadeka kwa maelekezo yako. Haya. Piko. Samani. Bila samani. Hivi unaishi na wazazi? Achana mimi. Nashukuru sana. Ila kumbuka, pesa ndo kila kitu. Pesa upendwa na kila mtu. Na pesa ndo sabuni ya roho. Na pesa huleta heshima. Asante. Usinitishe. Mbona uko kimya? Nimekuuliza tunataka kujua, na wala si kwa ubaya. Hapana, siishi na wazazi. Baba na mama wangu wote wamefariki. Lakini naishi na wasamaria wema. Pole sana Piko. Mshukuru Mungu kwa yote. Na je, hujawahi kuona ndugu zako kuzaliwa nao? Mjomba, shangazi au mamdogo? Hapana, hivi japo nishaye kusikia na ndugu zangu wakozaliwa nao tumbo moja. Lakini siwajui. Natamani sana kuwajua nao nijue nijivunie maishani. Sikiza Piko mdogo wangu. Usivunjike moyo. Mshukuru Mungu kwa yote. Mimi na imani utawaona ndugu zako na utafurahia maisha kama wengine, sawa? Usiwe na huzuni. Sawa? Na tukimaliza hapa kazi za ofisini, tutaenda kula miogo au unataka tukale chips? Sema. Basi tukimaliza hapa tutaenda, sawa?
Unafanyaje? Siendi popote shangazi. Utaondoka, siwezi kukaa na mtu mzigo. Na kurudisha niliko kutoa, nimekushindwa. Uwezi kazi, hujui kuosha vyombo, hujui kufua, hujui kufanya kazi yoyote. Kwangu haya ni mzigo. Haya, shika vinguo vyako, naomba nyosha njia. Siendi popote shangazi, kwani unielewi? Jamani, mbona makelele sana, inakuwaje saa hizi? Hizo kesi sijapigia ndani kwako, nimepigia nje. Yaani mpo nyumbani kwetu, alafu bado umetupanishia kibesi. Sasa Vitakaje? ondokeni, watupigia makelele. Alafu wewe mama, saa hizi ni usiku. Unamwambia binti yako unamfukuza, anaenda wapi saa hizi usiku? Nilikomtoa. Anaenda wapi saa hizi? Nilikomtoa. Basi ondokeni, mtupigie makelele. Saa hizi ni usiku, tunataka kupumzika. Mbona jini msimuoni? Wewe una kichaa? Wewe kaka, hakuna cha jini wala cha mzuku. Naomba ni muondoke, mtupigie makelele bwana. Dada kule jini, kule jini. Dada. Naomba msanii maji kunywa, ninywe na kiu sana dadangu. Sina nikwambie, hakuna cha maji hapa, hakuna cha togwa, hakuna cha juisi wala maziwa. Naomba ni muondoke, na nyie kama kwa mjumbe, kwa mwenyekiti, ondokeni sio mtupigie makelele bwana, sasa usiku amjui au? Ondokeni, amnisikia au? Kesho. Niache shangazi, niache. Sukari. Vipi, mbona sikuelewi? Muda unaenda huu. Mama T, mshenga apokee simu. Hebu mpigie tena. Shikamoo Mzee Nongwa. Baba. Mzee Nongwa, vipi kuhusu jibu langu? Nimeenda kule zaidi ya mbili mara tatu. Jomba akasema hawezi kunijibia. Sasa tunafanyaje hapo Mzee Nongwa? Ndio hivyo. Hapa labda fulani. Halo? Mzee Nongwa? Douglas. Vipi, unaumwa? Mbona umegadhibika hivyo? Isiumwa wala nini. Ila mjomba Ombeni amenichafua sana siku ya leo. Sukari. Chelewa utamkuta mwana sio wako. Mjomba kakataa kujibu barua. Unakujua nyumbani kwa mjomba? Ndio napajua. Sasa hili alilali. Twende huko kwa mjomba wake. Twende bwana. Amekufanyaje tena? Alafu Douglas, humu ndani haunyanyaswi na mtu aina yoyote. Unakula chakula unachokitaka. Yaani ni full kujiachia. Acha majungu yako basi. Nisikilize kwa makini wewe Ngala, sawa? Mimi sijaja mjini kuja kula tu. Mimi nimekuja kutafuta pesa. Mjomba Ombeni nimefanya naye kazi kubwa mno, alafu anakuja na ndhurumu mimi ananipa shilingi 50,000. Wewe ungekubali? Mjomba Ombeni huyu ninayemjua mimi akudhulumu wewe Douglas, kwa lipi? Kwa kipi ulichokuwa nacho? Alafu Douglas, acha kulalamika. Yaani kitu kidogo tu unalialia, unakuwa kama mwanamke bana.
Ombeni. Naam. Habari za siku tena Mama T. Nzuri. Umepotea njia au? Ningepotea njia usingeniona hapa. Ningezunguruka tu huko, lakini mpaka umeona hapa. Maana toka shemeji Kinara afariki sijakuona tena. Ni kweli. Na dada naye mamake Ngala naye alifariki. Usiniambie. Si waziri kafariki? Ndio alifariki. Chanzo nini? Dada alikuwa anasumbuliwa na uvimbe tumboni. Maskini wewe. Ndio kazi ya Mungu haina makosa. Kweli. Na huyu mtu vipi hapa? Nizali umeona mimi Matini nimefika katika mlango wako. Hapa ni amani. Kuna mshenga alikuja kwako, lakini ukamjibu maswala kwamba huna muda wa kushughulikia maswala ya binti yako. Sasa mimi Mama T leo nimekuja tuyazungumze, tuyamalize ili vijana waoane. Wewe Ngala unasemaje wewe? Utakupiga sasa hivi ni kuharibu uso uwe rangi tofauti kabisa. Mjomba wako akija hapa sikujue. Siniletee uboni mimi. Thubutu. Kama kweli wewe Douglas mwanaume lijali, jaribu kunipiga. Nipige sasa. Nipige. Douglas, nimekustawi tu kwa vile unajua ulitendalo. La sivyo ningekumaliza. Ni kweli Mama T, kwa heshima yako wewe nimelikubali. Sawa. Kama anavyosema vijana wa kisasa, haipingwi. Sawa. Ila angekuwa mtu mwingine ningemfukuza kama mwizi. Yaani Ombeni hujaacha mambo yake yale. Mama T, pesa ndio kila kitu. Ni kweli? Pesa upendo na kila mtu. Sawa. Pesa huleta heshima. Hivyo. Na pesa ndio sabuni ya roho. Ndio. Naomba kesho jioni saa 10. Sawa. Lakini usilicheleweshe hilo, liende mbio. Kwa mwandazi bwana sasa ukimama chinja hapo. Baraka hiyo inaingia katika nyumba yako. Sawa, sema T. Asante. Haya, sisi tunaenda. Haya. Unaongea na Blandi. Rene, wakati wako wa kutoka kwenye kibubu umefika. Nitashukuru sana. Siamini, maana ni miaka mingi sijaona mwanga wa jua. Nilikwambia nitakutoa kwa muda anaotaka mimi, ila kwa masharti maalum. Masharti gani tena? Nionee huruma. Umeniweka ndani ya kibubu tangu nikiwa darasa la 7, nikiwa na miaka 14 mpaka leo. Rene, sasa umeuiva. Unaweza kumwibia mtu pesa pasipo yeye kukuona, ila kwa masharti maalum. Sharti la kwanza, usiue. Sharti la pili, usimpe mtu hela hata akikuomba kukupigia magoti. Kwa hiyo nisimsaidie mtu mwenye shida? Unaweza kumsaidia kama ukipenda. Kama anaumwa, mnunulie dawa, na kama ana njaa, mnunulie chakula, lakini si hela. Sawa, amna sharti lingine. Kwa kuwa ndo unaanza kazi, inabidi ulete hesabu ya kibubu shilingi 10,000 kila siku. Ukikiuka masharti utakufa.
yaani utapoteza uhai. Lene, pesa ndo kila kitu. Pesa hupendwa na kila mtu, na pesa huleta heshima, na pesa ndio sabuni ya roho. Yes, karibu nikuhudumie. Kwenye akaunti yangu na posti vitu vingi, sasa sijajua unaongelea address ipi. Okay, la jana jioni. Yale marefu. Yanapatikana. Unaweza ukapata. Bei rahisi tu. Gauni 40 na handbag 30, kwa jumla inakuwa 70. Okay. Gauni size ngapi? 36. Na mkoba rangi gani? Pinki. Basi haina shida madam. Mimi nafanya free delivery, kwa hiyo nitakuletea mpaka nyumbani. Utanitumia location tu ya nyumbani kwako kwenye hii namba ulionipigia. Okay, usijali. Kuhusu free delivery hilo usijali kabisa. No, usijali mama, huo ni wajibu wangu. Basta, nikutakia jioni njema. Karibu tena. Haya, asante. Mama T, nimeshindwa kumjibu mshenga kwa sababu sikuwa na mawasiliano mazuri na mama yake Mahaba. Na hivi ulivyokuja na huyu mimi alinitusi. Tena mchana kupe, mimi bwege, mimi boya, mimi fala. Siwezi kumwezesha mtoto wa marehemu dada yangu. Sukari, kutenda kosa sio kosa. Kosa kulirudia kosa. Muombe msamaha mjomba wako. Nyanyuka! Mama T, ni kweli tulipishana tu Kiswahili. Mjomba Ombeni, nisamehe sana kwa kitendo nilichokifanya. Haikuwa makusudio yangu. Niwie radhi mjomba. Sawa, nimekusamehe. Siku nyingine usimdhalau mtu usiyemjua. Awe mdogo ima awe mkubwa. Wahenga wanasema milima haikutani, lakini binadamu hukutana. Na leo tumekutana. Ni kweli mjomba. Nashukuru sana kwa kunisamehe. Ombeni. Naam. Nashukuru sana kwa kumsamehe Sukari. Lakini kwa kikao hiki cha leo, Sukari, chocho kwa chocho kama paka la sokoni. Uwayawani na ushetani tu umekujaa. Hapa ndoa hakuna. Shangazi, kwa nini hamna ndoa wakati mjomba kanisamehe? Mjomba kanisamehe shangazi, karidhia. Sasa kwa nini hamna ndoa? Ombeni, Sukari na Mahaba ni mtu na kaka yake. Tatizo Mahaba. Damu moja. Kasoro mama tu. Sukari mama yake mwingine, Mahaba mama yake mwingine. Jamani, kumbe Mahaba ni dada yangu. Ndio. Wale watoto walikuwa wanakombea baba yenu amezaa nje pamoja na Mahaba. Kuna ndoa tena hapo? Da Mahaba, naomba unisamehe. Mimi sikujua yote haya. Najua tumevunjana heshima sana. Usijali Deka mdogo wangu. Nimekusamehe. Lakini shangazi, Mahaba na Kasukari walikuwa wanakaa chumba kimoja nyumbani. Sasa itakuwaje? Sijui. Sielewi. Sijui. Mahaba na Sukari, katika makutano yenu, je, hamjawahi kukutana kimwili? Semeni kama mmekutana ili tuwazamishe kimila
maisha yaendelee. Shangazi na mjomba, halikuwa kosa langu. Sukari ndiye aliyenirubuni. Ni kweli tulikutana kimwili. Sukari. Baba. Hebu tumbeke hospitali. Tumbeke hospitali. Sukari ndio ulikuwa unataka haya. Shida nyingi na tabu nyingi amekoma. Matatizo mengi na shida nyingi amekoma. Tatizo mahaba.